Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Siku ya leo Jumamosi ya tarehe 15 mwezi wa 3 2025. Juma la kwanza la Kwaresma, mwaka C wa Kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 26 aya ya 16 hadi ya 19. Na somo letu la Injili linatoka katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo sura ya 5 aya 43 hadi 48. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru je, nao hawafanyi yayo hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Karibuni sasa tusikilize tafakari. Wapendwa wasikilizaji, katika somo la kwanza, Mwenyezi Mungu anawaagiza Waisraeli kushika na kufuata amri, masharti na hukumu zake kwa moyo wote. Mungu anawahimiza Waisraeli kuwa watu watakatifu walio tofauti na mataifa mengine, wakifuata agizo lake la kutembea katika njia zake. Ahadi ya Mungu ni kwamba watakaposhika amri zake watawekwa juu ya mataifa yote na wataitwa taifa takatifu. Aidha, katika Injili Yesu anafundisha kuhusu upendo, na hasa kwa maadui zetu. Anasema, mmesikia kwamba imenenwa, mpende jirani yako, ukamchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu na waombeeni wale wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Yeye hutoa jua lake liwaangazie waovu na wema, na kuwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 5 aya 43 hadi 45. Wapendwa wasikilizaji, tukizingatia kuwa tuko katika kipindi cha Kwaresma, kipindi ambacho ni cha toba, tafakari na maandalizi ya Pasaka, ni wakati wa kujitafakari na kujitahidi kuishi kwa utakatifu, kufuata amri za Mungu na kuonyesha upendo kwa wengine, kama masomo haya ya leo yanavyotuongoza. Katika kipindi hiki tunakumbushwa umuhimu wa kushika amri za Mungu kwa moyo wetu wote. Ni wakati wa kutafakari jinsi tunavyoweza kuboresha maisha yetu ya kiroho na kuishi kwa mujibu wa mapenzi ya Mungu. Tunaweza kufanikiwa katika hili kwa kufanya matendo ya huruma, kupokea sakramenti hasa za kitubio na Ekaristi, na kuomba Mungu atupe nguvu ya kuishi kwa utakatifu. Wapendwa wasikilizaji, Bwana Yesu anatufundisha kuonyesha upendo kwa adui na kuwaombea wale wanaotuudhi. Katika kipindi hiki tunapata nafasi ya kujifunza kusamehe na kupenda bila masharti, kwa kufuata mfano wa Yesu Kristo. Tunaweza kuanza kwa kutazama ni watu gani tunahitaji kuwasamehe na kuwaombea,
na hivyo kuomba msaada wa Mungu ili tuwe na moyo wa huruma na upendo kwa wote. Wapendwa wasikilizaji, ikiwa leo ni siku ya Jumamosi ambapo tunamkumbuka Mama Bikira Maria aliye mfano wa utakatifu, Bikira Maria ni mfano bora kwa maisha yetu, kwani aliziishi amri za Mungu kwa moyo wake wote. Alikubali agizo la Mungu kwa unyenyekevu na uaminifu kwa moyo wake wote. Tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Rejea Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 1 aya 38. Katika kipindi hiki cha Kwaresma tunajifunza kutoka kwake jinsi ya kujitolea kwa Mungu na kuishi kwa utakatifu. Pia Mama Maria alionyesha upendo na huruma kubwa hata chini ya msalaba alipokuwa akimwona mwanawe akisulubiwa. Alikuwa na moyo wa kusamehe na kuomba kwa ajili ya wote. Tuwe na moyo wa unyenyekevu na uaminifu kama Mama Bikira Maria kwa njia ya sala, kufunga na matendo ya huruma. Tumwombe Mama Maria atuombee ili tupate neema ya kuwa na moyo wa huruma na upendo, hasa kwa wale ambao tunapata ugumu na tunaona mashaka kuwapenda. Tukiwa na Bikira Maria mfano wa mwombezi wetu, tujitahidi kushika amri za Mungu kwa moyo wetu wote na kuonyesha upendo na huruma kwa wote. Hivi ndivyo tutakuwa tunajiandaa kwa Pasaka, tukipokea neema za Mungu na kuishi kwa uadilifu na upendo kama wafuasi wa Kristo. Ninakutakia tafakari njema na neema katika kipindi hiki cha Kwaresma. Mama yetu Bikira Maria, utuombee. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Fratelli Prosper Edmundi Senkunde kutoka Jimbo Katoliki la Tanga, ninayesoma masomo ya teolojia ya mwaka wa pili katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala. Tumsifu Yesu Kristo.